Wapenzi waumini, khutba yetu ya leo inatuzungumzia siri ya saumu. Saumu ina siri gani katika maisha? Kwa sababu kwa kuijua siri ya saumu ndio watu wanabaki na ibada zile za saumu baada ya saumu mwezi wa Ramadhani kuondoka. Kwa kujua siri ya saumu ndio watu wanabaki na tabia njema za saumu baada ya Ramadhani kuondoka. Kwa kujua siri ya saumu ndio inabaki imani ile inayotakikana iwepo kwa kila muumini baada ya Ramadhani kuondoka. Matatizo ya leo yaliyopo kwa saumu ya Ramadhani, alhamdulillah, kila mmoja anautambua mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini kuutambua kwake hataki kuhusisha na lengo lake. Ramadhani imefungamanishwa na kitu. Allah alipotaja shahru Ramadhani, kuna kitu amefungamanisha nacho, kama kwamba ukiukubali mwezi wa Ramadhani, ishi na maisha ya kitu hiki. Allah asema shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran, unzila fihi alquran. Mwezi wa Ramadhan ndiyo mwezi ambao umeteremshwa Qurani. Sasa una nini mwezi huu kwa kuteremshwa Qurani? Qurani ina nini? Hudan linnas, ili iwe ndiyo muongozo wa watu wote. Kila muumini uwe mwaka wake mzima unaongozwa na ile Qur'an. Hudan linnasi wa bayinatin min alhuda wal furqan, na Qur'ani iwe ndio ubainifu wake wa kumwekea mambo wazi. Akitajiwa moto anauona moto kwa sifa zake, akitajiwa pepo anaiona pepo kwa sifa zake, akitajiwa sharia anaziona faida ya sharia yake, akitajiwa kitabu anakiona, akitajiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamtambua ni nani katika maisha yake. Hudan linnasi wa bayinatin min alhuda wal furqan. Lakini pia Allah akasema wal furqan, licha kwamba inambainishia ule muongozo wake wa maisha, pia inampa akili ya kuweza kutofautisha upotevu na haki, batili na haki na batili, kuweza kutofautisha baina ya kheri na shari, kuweza kutofautisha baina ya kizuri na kibaya. Akijua Ramadhani hii ndiyo malengo, basi ndipo pale kila Ramadhani ikisonga atakuwa yuwazidi kuingia katika mfumo wa saumu. Lakini siri hiyo isipojulikana, ndiyo kila Ramadhani ikiongeza siku watu wanarudi rujua alqahqara, wanarudi kinyume, kwa sababu wamekosa kuijua siri ya mwezi mtukufu ya saumu. Siri kubwa miongoni mwa siri kadhaa za saumu, asraru siyam. Moja katika siri za saum ni kule kwamba Allah tabaraka wa taala ameijalia saumu akaihusisha ni ibada yangu. Ibada zote tumfanyia Allah, lakini Allah akwambia ibada hii ukiifanya hivi utalipwa hivi. Ukimsalia Mtume mara moja utalipwa 10, ukiswali una 50, ukifanya hivi ukisoma Qur'ani harufu una 10, ukileta adhkari hii utapata hiki. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi, isipokuwa saumu Allah akwambia ila saumu hakuna anaijua hasanati zake isipokuwa mimi, wa ana ajzi bihi, na mimi ndiye mwenye kuilipa kwa saumu hiyo. Hujui ni kiwango gani, hakuna mizani ya kulipa malipo ya saumu, haikuwekewa mizani, ni malipo yaliyoko kwake Allah tabarak wa taala. Sasa khutba yetu yasema limadha ikhtassa Allahu siyama linafsihi min baini sairi ibadat. Kwa nini Allah saumu pekee akasema ni yangu, mimi ndio najua nitalipa, ibada nyingine akatuelezea sisi? Katika tunayoyafahamu
ni kwamba kwanza, ibada zote unaweza ukazifanya ili watu wakuone. Ibada zote zaweza kuingia ria, kwa sababu ukiswali unaonekana, unavyorukuu, unavyosujudu. Waweza kwenda kuswali kwa kujionyesha, waweza kutoa sadaka zaka kwa kujionyesha, unaweza kwenda haji kwa kujionyesha. Lakini saumu ni ibada ya siri kati yako wewe na Allah, wewe na Allah. Labda tulipofunga Kiswahili ndio wenyewe tukaitangaza na wetu fardha saume anada yom, watangaza kwa sasa ni wewe atangaza, lakini Allah amekujalia ibada ya saumu ni siri yako. Waishi nyumbani na maji yako na chakula chako na mkeo halali, mwaweza kufanya yote na ukatoka shahadu la ilaha, na watu wakaona umefunga. Lakini ni wewe na Allah tu, hakuna linalokuzia. Waweza kufanya unachotaka katika uliyokatazwa, lakini kwa ajili unaijua Qur'ani inakwambia alam ya'lam bi anna Allah. Sasa ni ibada ambayo Allah alivyoiweka, ameiweka ni ibada ya siri hii kwa kuwa ni yake tu, hakuna uhusiano wewe na yeye. Sala, Allah asema qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain, hii sala nimeigawa sehemu mbili, nusu yangu nusu ya mja wangu, wali abdi ma saal. Lakini saumu asema fa innahu li wa ana azibi, kwa sababu ibadatun samit, ni ibada ambayo iliyonyamaza, hakuna mtu aza kukujua umefunga hukufunga, ni wewe, labda uitangaze. Abdullah ibn al-Mubarak katika salafu saleh alikuwa akifunga na mkewe hajui ni pani, lakini yeye utaagiza vakula vote kwa sababu umefunga watu wajue, si ndio? Alikuwa akifunga na mkewe hajui, akitoka enda zake, alikuwa akiuza duka la vitambara, akitoka atoka na mkate nyumbani, mkewe muona enda kufanya nini? Enda kula, hajui, kwa sababu aichunguza. Mbona Allah asema illa siyamu fa innahu li wa ana. Leo sisi waza kumsikia mtu mkali kelele kueleza sawa, saumu hiyo ndio imemfanya payuki. Saumu ina kazi kubwa, ni ibada ambayo Allah tabaraka wa taala kakuwekea. Wasema kwamba qad tabtasimu wa anta ja'i. Saumu ni ile ya ukweli, ni ile inayomfanya mtu yatabasamu na hali yeye ana njaa. Wewe una njaa, lakini ukionekana una furaha kubwa. Kwa ajili gani? Umemfungia Allah. Ndiyo malengo makubwa ya saumu. Allah akasema ni yangu. Lakini pia lengine katika saumu ni kwamba Allah tabaraka wa taala akasema ni yangu, kwa sababu malipo yake hakuna anayejua, kiwango cha malipo ni kikubwa zaidi. Allah tabaraka wa taala kaitaja saumu vile vile kwamba ni yangu mimi, kwa sababu saumu ndio ibada ndefu, ibada ya kuendelea. Swala ukianza Allahu akbar umeanza swala, ukisema assalamu alaikum umemaliza swala, uko nje ya swala. Lakini saumu umefunga alfajiri, ukaingia kazini, wafanya biashara, wewe uko ndani ya ibada bado. Umelala kupumzika, uko usingizini, bado uko kwenye ibada ya saumu. Utakavoshughulika mchana mzima, wewe uko ndani ya ibada, unaandikiwa unafanya ibada. Ni kwamba ni ibadatun mustamir, ni ibada ya kuendelea, haikatiki kwa siku mzima. Ajruka ajrul anfas, kiasi pumzi zinavyopanda na kushuka ndivyo unavyoandikiwa thawabu. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, mwenye kufunga siku moja kwa ajili ya Allah
anatengwa na moto miaka 70. Ile saumu ya sunna ya siku moja ukaifunga, basi unaekwa mbali na 70 kharifa, mbali na moto miaka 70. Ukafunga tu Jumatatu na Alhamisi, kwa mwaka wewe uko kilomita ngapi na moto mbali? Ni ibada anayoipenda Allah tabaraka wa taala. Kwa kuwa ni ibada inayompendeza Allah tabaraka wa taala, ndiyo Allah akasema illa sawm fa innahu li wa ana ajzi. Siri ya pili kikubwa kinachomsumbua mwanadamu katika kufunga ni kiu. Jioni ataka kunywa maji yote, atakufanana na ngamia kwa sababu ya kiu. Allah tabaraka wa taala, kwa kuwa hii kiu ndicho kinachosumbua sana, akakuwekea pepo inayoitwa kata kiu. Watu wengi wanajua lisaim kwamba mfungaji yadkhulu baba aljannati tuqalu lahu arrayyan, ataingia mlango wa pepo unaoitwa Rayyan. Ma maana Rayyan? Arrayyani min array. Rayyani ni neno limetokana na kuburudisha. Huu ni mlango wa pepo. Kazi yake katika mlango huu wataburudishwa wafungaji. Mmoja katika wema wafasirina wa Qur'ani wasema, Allah tabaraka wa taala anaposema kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayami alkhaliya, kuleni na munywe mukipongezwa kwa yale mlokuwa mlioyapitia. Anasema mliopitia kuhusu kiu kali ya saumu, kwa kuwa mlikuwa mkiishi na imtina, mlikuwa mkijikataza katika maisha yenu mchana wa Ramadhani, na maji mtakwenda kuingia kwenye pepo ambayo kazi yake ni kuwaburudisha. Waonaje mwenye kiu kali akipambana na maji yaliyobaridi kidogo mazuri, maji safi, anasikia raha kiasi gani? Allah tabaraka wa taala, kama unavyoumia kwa kiu mchana, amekuwekea pepo fil jannati babun yuqalu lahu Rayyan la yadkhuluhu illa saimun. Kuna mlango unaoitwa Rayyan, mlango wa pepo ya kuburudisha watu, hawaingii wengine isipokuwa wafungaji. Allah tabaraka wa taala kasema illa sawm fa innahu li. Ina maana kwamba ibada zetu zote zimefungamana na haki za watu. Wewe unavyoswali, utakapomsengenya mtu, siku ya Kiyama atachukua thawabu zako za swala, yule atachukua thawabu zako za sadaka, yule atachukua thawabu zile. Lakini isipokuwa saumu, thawabu zake hazijulikani, ziko kwa nani? Fa innahu li wa ana. Ndizo hasanati ambazo hazifungamani na haki za watu, ziko mkononi kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo ni ibada ambayo Allah tabaraka wa taala akaifanya ni yake, na ndio akaufanya mwezi wenye ibada hii ukawa ni ahabu shuhur, ndio mwezi kipenzi zaidi. Kwa nini? Akaupatia kitu kitukufu, Al-Qur'an. Allah tabarak wa taala, Ibn al-Jawzi rahimahullah apiga mfano wa utukufu mapenzi ya Ramadhani kwa Allah, asema ni mfano wa mapenzi ya Yaqubu kwa Yusuf. Yaqubu alikuwa na watoto 12, lakini alimpenda sana Yusuf. Inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardh. Miezi mbele ya Allah ni 12, lakini Allah kauchagua mwezi wa Ramadhani ndio kipenzi chake, ukawa ni shahrul mubarak. Ni mwezi ambao unachofanya kinabarikiwa. Utakachokifanya katika mwezi huu ndicho kitakachobarikiwa. La kusikitisha, kutozitambua siri hizi,
ambazo Allah tabaraka wa taala ameziweka katika mwezi wa Ramadhani. Leo sisi twaishi kama maisha ya afadhali kuku anaishi vizuri ambaye hana akili, na ukitaka kumdharau mtu ambia kichwa cha kuku. Waswahili wamempa majina tofauti kuku, maneno tofauti. Kichwa cha kuku hakipigiki kilemba. Kichwa cha kuku ni mtu, yani ni katika viumbe ndege, hana thamani. Lakini leo sisi maisha yetu yanashindwa na kuku. Kuku, umetembelea shamba ukapewa zawadi kuku, ukaja naye nyumbani ukamfungia. Baada ya siku 3 ukimfungua hatoki tena, ajua pale ndio kwao, ashazoea. Vipi tulotambua Ramadhani na kheri zake hii ya saumu? Twakaa misikitini, wengine baada ya siku 10 washaanza kuukimbia, wengine baada ya siku 20, wengine siku ya Idi ndio huyo. Kama kuku huzoea kwao kwa siku 3, mimi na wewe kwa nini tusizoee kwa mwezi mzima tuko ndani ya msikiti? Nani afae kuliwa, wewe au kuku? Nani amekuwa yuko bora baina wewe na kuku, kama utaukimbia msikiti baada ya Ramadhani au katikati ya Ramadhani? Wapenzi waamini, wanavyoni wanasema yule anayejua thamani ya Ramadhani ni mwenye akili, na kila mwenye akili ajua malipo yako mwisho. Kila mwenye akili ajua ushindi ni mwisho, hakuna ushindi wa mwanzo. Sasa ikiwa wewe umekuja kufunga, waswali kwa ajili ya kutaka thawabu, kwa nini alafu ukimbie na mwisho haujaja? Na mwisho wa mwanadamu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, endelea kumwabudu Mola wako mpaka siku ya mwisho ije. Qur'ani hii ambao inapatikana kwa wingi inakaa kwenye mikono ya waumini katika mwezi wa Ramadhani, lakini baada ya Ramadhani Qur'ani inafanya vumbi, inakaa vumbi, haiulizwi nyumbani, imewekwa. Subhanallah, kuna mwingine ameiweka Qur'an asema yamlinda na mashetani wasiingie nyumbani. Basi hiyo tu, lakini hana time ya kusoma Qur'an. Allah akwambia hudan linnas, huu ndio mwongozo wako. Kama huisomi Qur'ani utaupata wapi mwongozo? Na wengi wanaosoma qira'atun babgha, kisomo cha kasuku, mtu hajui Qur'ani inamwambia nini. Ingekuwa lau tungejua kwa aya hii hudan linnasi wa bayinatin min alhuda wal furqan, kila nyumba kwa asiyejua lugha ya Qur'an kungekuwa na tafsiri ya Qur'an, angalau hulali ila kuipata aya moja. Wapenzi waamini, bila ya kujua huwezi kukithamini kitu kama hukijui. Mama mmoja ana mtoto mwema, anamwangalia vizuri. Yule mtoto akasafiri kwa biashara. Alipokwenda, lakini kwa hikma yake aliandika cheki kadhaa, akamwachia rafiki yake, akamwambia nasafiri, nikichelewa zaidi ya mwezi basi utakuwa hizi cheki sha kusainia moja moja umpelekee mama kila mwezi $1000. Na kweli ilitokea, sababu akawa yule bwana hawezi kurudi, akafungika kule. Mama akatumia hela zile alizoachiwa akamaliza, njaa ya muua. Kijana wake maarufu mtaani, mtu mwema, wanamjua anavyoishi vizuri na mzazi wake bali na majirani. Wakitoka, imamu akamkuta mama yuko nje yuwaomba asaidiwe chakula. Wakashtuka wale maratibu, mamake fulani anaomba, mtoto wake alivyo mzuri. Wakamsogelea wakamuuliza, akasema alisafiri la amekosa kurudi, sina kitu, imebidi nije nitafute kuomba chakula hapa. Imamu akamwambia, mtoto wako hajakuletea chochote? Asema, isipokuwa kuna bwana uniletea bahasha, ndani kuna kijikaratasi kimechorwa choro.
sahihi ncha 8, miezi 8, kila mwezi uniletea, meziweka pale, sijui. Akamwambia twende. Walipokwenda, kila karatasi ni cheki ya $1000. Kitu gani kilimfanya huyu mama aishi na njaa aje aombe? Kwa sababu hajui kilichoandikwa. Qur'ani jamani, kazi yake ya kwanza ni kusomwa, kazi inayofuata ni kujua maana, kwa sababu Allah asema Qur'ani ni mubarak. Kwa nini ina baraka? Liyadabbaru ayati, ili watu wapate kuzingatia aya zake, waliyatadhakkara ulul albab, na waweze kuzingatia, kuwezeka wale wenye akili. Kama huijui maana utaizingatia nini? Qur'ani imeshinda kubadilishwa kwa sababu Allah ameihifadhi Qur'ani. Inna anzalna ilayka dhikra wa inna lahu lahafidhun, tumeihifadhi. Hifadhi ya Qur'ani imekuja kwa kutambulika. Maana yake mtu aweza kusoma aya alafu akarudi akaona hapa haingiani, hapa kuna mahali nimekosea, na kweli akifungua amekosea. Myahudi mmoja alifikiria namna ya huu ulimwengu ataumaliza vipi Uislamu. Akasema njia ya kwanza ni Qur'ani kuiondosha au kuiharibu. Akaifikiria ataiharibu vipi, akatunga msahafu wake kupunguza kila aya zilorudia mara 2 kufanya ibaki moja tu. Akajaribu, akaona amewahi, kuna aya nyingine zimekariri, kuna aya zimekariri zaidi, fabi ayi alai rabbikuma imekuja mara nyingi. Akazipunguza ukawa msahafu. Akasema sasa nitawashawishi Waislamu, nitaambia kwanza hii ndio njia itakuwa rahisi kuhifadhi, kwa sababu aya zitakuwa chache, zile zilokariri zote nimezitoa. Akawa yuaja mjini sasa kuuza fikra yake. Akakutana na kijana ya chunga mbuzi, mchungaji mbuzi. Akasema ngoja kwanza nifanye pilot project, niangalie itafaulu hapa kwa huyu mchungaji. Kama hawa wenye akili za mbuzi hatoshtukia basi, lakini akishtukia huyu ina maana kwa wasomi sifaulu. Wakasalimiana, unafanyaje? Amwambia niona nachunga mbuzi, na wewe? Akamwambia bwana, mimi nina zawadi kwa Waislamu. Akamweleza ile hali kwamba amezipunguza, haoni faida kuja vitu vili, nimepunguza haya zibaki moja moja. Yule kijana akamwambia sawa. Sasa yule kijana akamwambia basi, kabla hujaenda kwa wasomi kuwapa rai, mimi nianze kupunguza. Akafurahi sana, akamwambia sawa, tupunguze. Akamwambia una masikio mawili, ni kate moja. Una macho mawili, kate moja. Una mikono, si tumesema hakuna haja kwa vitu viwili, aya 2 ni kupoteza wakati, baki moja moja. Tuanze na wewe kwanza, una macho mawili, una masikio mawili, una mikono miwili. Tukisha kukuchapu ubakiwe na mkono mmoja, jicho moja. Sasa ukienda huko waza kusikizika ukaeleweka, lakini hivi ulivyo hakuna atakayekuelewa. Huyu ni kijana mchunga mbuzi, lakini Qur'an hakuna anayeweza kumbadilishia, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ameipa nafasi kubalike kwenye akili Qur'an. Wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudakkir. Allah tabaraka wa taala tumeifanya nyepesi Qur'ani ili watu waweze kuwezeka nayo. Ni kina nani wenye kuizingatia Qur'an? Wapenzi waumini, siri ya saumu imekuja kukufundisha maisha yako kama Muislamu. Lengine linalopatikana, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man fattara saima falahu mithlu ajrihi, yeyote atakayemlisha mfutirisha aliyefunga atapata malipo kama yale aliyefunga. Ina maana ukifuturisha mtu mmoja kwa siku umefunga saumu mara 2. Na hujui wewe na yule nani saumu yake iliyokuwa na ikhlasi zaidi. Lau yako ina kasoro,
basi ya yule iko safi, umepata malipo makubwa zaidi kwa ile saumu ya yule mwingine kuliko yako. Hiyo ni siku moja. Je, siku 30? Je, ukafuturisha watu 5 6? Ni kwamba lengo ni nini katika licha kupewa motisha huu? Lengo ni kutufundisha kwamba sisi ibada zetu ni mambo mawili, ni itqanul ibadati bil ikhlasi lillahi wa ihsanu ila makhluqillah. Ibada zetu zinakwenda hali mbili. Ya kwanza ni kule kumfanyia ibada zake Allah peke yake, ukasali kwa ikhlas, ukafunga kwa ikhlas, ukaenda haji kwa ikhlas. Lakini ibada ya pili ni kuwafanyia viumbe vya Allah mazuri. Subhanallah, katika tembea za Ramadhani nimeenda jela moja, nimekuta kuna mtu amefungwa ndani ya Ramadhani mosi ile kwa kosa dogo tu la barabarani la traffic. Amefungwa kwa 7,000, ana wiki 3 ndani jela. Jamani, hivi huyu ametanganishwa kufunga na watoto wake, aumia yeye, wanaumia familia yake kwa ajili ya shilingi 7,000. Hivyo kuna mwingine akana magonjwa, amekuwa mfungwa wa magonjwa yake kwa ajili hana uwezo wa kujitibu. Mwingine ameshindwa kwenda masomoni kwa ajili hana uwezo wa kulipia karo. Hivi ndivyo inavyotufundisha Qur'an. Allah ni neno linalohifadhiwa na kila mtu. Falakta hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku rakhaba. Allah asema, kwa nini huondoshi kizuizi? Bali wale ambao ukiondoa waingia peponi. Ni kizuizi gani hiko? Ni kule kumwacha mtumwa huri. Leo hatuna watumwa walonunuliwa tukawatoa tukawanunua tukawacha huri, lakini tunao watumwa wa njaa, tunao watumwa wa magonjwa. Leo ukaenda hospitali ndani ya mwezi wa Ramadhani, ukauliza bili ya yote alioshindwa kulipa, ukamlipia, hiyo ni fakku raqaba. Leo tukatembelea kwenye magereza, kuna kesi ambazo utaziona hazina msingi wa mtu kukaa pale, anadhulumika, ukamtoa pale gerezani, fakku raqaba. Leo kuna mwingine analile. Huu ni umma ambao Allah amewawekea nafasi mbili za kusujudu sana na za kutoa mali yao sana, lakini wengi hizo mbili wameziacha, na wale walioshika moja, hii ya pili wanaona si muhimu. Wallahi, haikuja Qur'an kukuamrisha kusali, ila imekuamrisha kutoa. Allah asema, alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sehemu ambao leo wameweza kuwashawishi watu, wanadamu wengi wenye dini zisizokuwa sahihi, ni upande huu wa kuwafanyia wema viumbe. Ni upande huu wa kuwafanyia wema viumbe, ni upande ambao tumeusahau kabisa, na Allah ametuwekea ni sehemu muhimu. Kila unapomuona mtu amefungika, kuna vijana wameingia kwenye madawa ya kulevya, labda wametibiwa, lakini arudi pale pale mtaani, ukamfanyia mpango, ukamuondosha, ukampa shughuli akafanya, fakku raqaba, umemwacha huru. Hii ndiyo Qur'an. Kama ingekuwa aya hii haitumiki, watumwa wameisha, Mungu angeondosha. Allah ameziondosha aya kadhaa, na hii angeitoa fakku raqaba, lakini impo, lazima itumike. Fakku raqaba lazima itumike, madamu iko yatumika kwenye maisha yetu. Lakini haihat la, kama wanavyosema, la hayata liman tunadi. Qur'ani inaambiwa hudan linnasi wa bayinati minal huda wal furqan. Nimekuwa ni kitabu kimewekwa kwa malengo fulani, Ramadhani tukisome, lakini hatutaki kukitumia. Na Allah tabarak wa taala anatuambia tuitumie Qur'an, tuifanyie kazi Qur'an, ituongoze Qur'an, itupe uwezo wa kutofautisha
Lipi zuri kati ya haya mawili? Leo hayapo ndani ya maisha ya Qur'an. Wapenzi waamini, ni wajibu wa kila Muislamu ajue siri za kufunga. Malengo makuu ni kumrejesha awe karibu na Allah. Kufunga ya kufundisha maisha yako uwe mcha Mungu baada miezi 11, uweze kuacha lolote linalomkasirisha Allah tabaraka wa taala. Imamu Tabari alipoeleza aya la'allakum tattaqun katika kusoma, katika kufunga, ameleta kisa akisema pale kwenye Masjidil Haram kuna bwana mmoja min Khurasan, anatoka nchi za Iran. Alikuja akaangusha mkanda wake, akaangusha, akapoteza pochi lake. Kuna bwana mwingine akaokota lile pochi, na huyo aliokota watoto wake wafa njaa, siku 2 hawajakula. Mke amwambia, hata kama wewe huna nafasi ya kuhiji, mmeambiwa namba ya mjini haitoshi, nenda pale tu ukaombe Allah tutolee njia. Ule bwana kuendelea na dua zake, mara pochi hili akasema imeitikiwa, leo nimeitikiwa. Akarudi nyumbani akamwambia mke wangu, nimeokota pochi na lina dola 1000. Mke wangu akamwambia, si nilikwambia nenda ukaombe, si umeona? Akamwambia, lakini nimeokota kwenye ukumbi wa haram, na pale ni haramu kutumia utakachokiokota pale. Sasa akamwambia, nenda kuuficha tena mbali, nenda kuuzika huu ili shetani asinichezee, tutafute mwenyewe. Aliporudi asri, yule mwenye pochi atangaza, asema, jamani, nimepoteza pochi langu, akiba yangu yote nimepoteza kwenye pochi hilo, kwenye mkanda huo. Yule bwana akainua mkono akamwambia, waonaje yule atakayepata angalau utampa 10%? Akamwambia, hapana, si haki yake, ni yangu, wala sikuwa na nia kumpa yeye, mwenyewe likonitumie mimi. Yeye atoe kama mcha Mungu, hana ucha Mungu basi namwachia Mungu. Akarudi jioni akampunguzia, kila akimwambia yule amwambia hapana, hana haki ya kuchukua chochote, ila akimwogopa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atamfungulia, kwa sababu asema, waman yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ilipofika jioni, yule bwana mke wake akamwambia, hivi utaona watoto wako wanakufa na hali Mungu amekupa? Waswahili husema cha kuokota si cha kuiba. Akamwambia, Mungu hajanipa, kwa sababu hii sio halali yangu, na Mungu mimi atanipa halali yangu, sio hii. Akarudi jioni akamwambia, shekhe, basi angalau umpe dola 10 tu. Akamwambia, hapana mzangu bwana, hujui nilizipata kwa tabu vipi, wewe nawe tafuta chako, Mwenyezi Mungu muogope Mungu. Akamwambia, twende nyumbani. Akampatia lile pochi. Alipozifungua ziko sawa, akamwambia, babangu amekufa na akanitaka mimi nije haji wakati wa sakaratul maut, na akanipa amana hii. Alikuwa na dola 10,000, akanambia nichukue dola 1,000 nikatoe sadaka, lakini mtafute mcha Mungu. Barabara nzima nimefanyia watu mtihani, nimeipata, wa man yattaqillaha yaj'al lahu, iko kwako, hizi ni zako. Hii ndiyo kazi aloiweka Allah katika saumu, kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum. Hakuweka jambo lingine, ila asema mukifunga mtapata uchamungu duniani, uchamungu utakusaidia. Sura moja yataja faida 5 za uchamungu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Mwenye kumwogopa Allah atapata wepesi katika maisha yake.
waman yattaqillaha nukaffir anhu sayyiati, tutamsamehe madhambi yake, wa nu'dhim lahu ajra wa yu'dhim lahu ajra, na Allah atamfanyia malipo makubwa hapa duniani. Takwa haikuangushi, na ukirudi akhira Allah tabarak wa taala anaonyesha kwamba thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, wapekee tutakaookoa. Watu watapita kwenye sirat. Sirat ni nyembamba kama makali ya upanga, kama vile uzi, utakanyaga hapo, na chini ni moto wa Jahannam. Allah sema thumma nunajji alladhina taqaw, tutakaowafanya wapite salama hapa ni wale watakaoibeba takwa, walioambiwa la'allakum tattaqun. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar, wassalatu wassalamu ala sayyidil bashar ash-shafi'il mushaffa'i fil mahshar, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi, mattasalat aynun binadhar wa sami'at udhunun bikhabar. Ittaqullaha ibadallah fa inna Allaha ma'al muttaqin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وانصر المجاهدين في كل مكان، واحفظ المسافرين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل بلد المسلمين آمنا مطمئنين، اللهم اجعل بلد المسلمين آمنين مطمئنين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا. اللهم سهل لنا لما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير، وهون علينا كل عسير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وأخواتنا المؤمنين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين. آمين. فيا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.